Profesa Ibrahim Lipumba ambaye ni mwenyekiti wa chama cha CUF ni miongoni mwa viongozi wa siasa ambao walilaani vikali dhidi ya mauaji ya waandamanaji katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Ikiwa ni siku chache tangu atoe kauli hiyo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini imetangaza kuwa matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wa chama cha wananchi CUF uliofanyika Disemba 2024 ni batili na kuelekeza chama hicho kurudia uchaguzi wa nafasi za juu za uongozi mara moja. Katika barua ya tarehe 13 Februari 2026 iliyotiwa saini na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisi Nyahoza kwa niaba ya msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mtungi na ambayo imetumwa kwa katibu mkuu wa CUF na walalamikaji, ofisi hiyo imetoa uamuzi huo baada ya kufanyia kazi malalamiko yaliyowasilishwa na wanachama akiwemo Mafta Machuma na Miraji Mtumbiriko. Msajili amebainisha kuwa chaguzi za mwenyekiti wa taifa, nafasi inayoshikiliwa na Profesa Ibrahim Lipumba, makamu mwenyekiti wa Zanzibar na makamu mwenyekiti bara, zilikiuka kanuni ya 714 ya kanuni za uchaguzi za CUF za mwaka 2018, na kanuni hiyo inataka mshindi kupata zaidi ya 50% ya kura zote zilizopigwa. Uchunguzi wa msajili umebaini kuwa kuna mgombea aliyefikisha kiwango hicho cha kura, lakini walitangaza washindi kinyume na utaratibu. Chaguzi zote zilizofanyika katika mkutano mkuu wa CUF wa tarehe 18 na 19 Disemba 2024 ambazo hakuna mgombea alipata kura zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa zilipaswa kurudiwa, na kwa kuwa hazikurudiwa waliotangazwa kuwa washindi, ushindi wao ni batili. Hata hivyo, barua hii imefafanua kwa kitendo cha Profesa Lipumba kutochukua na kurejesha fomu mwenyewe si kosa kisheria kwa kuwa katibu wa CUF haijaweka sharti hilo. Hata hivyo, msajili amebainisha jambo hilo kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwa muhtasari wa kikao cha baraza kuu la CUF la tarehe 15 na 16 Disemba 2024 uliongezwa maneno ili kuonesha kuwa kanuni ya ushindi wa nusu ya kura uliondolewa, lengo likiwa ni kukwepa uwajibikaji. Msajili amesema na kuweka wazi kuwa wanachama wa chama chochote cha siasa wana haki ya kuwasilisha malalamiko yao moja kwa moja ofisini kwake bila kulazimishwa kumaliza mchakato wa ndani ya chama kwanza. Kuhusu msajili wa vyama vya siasa kuelekeza uchaguzi wa chama cha wananchi CUF wa mwaka 2024 kurudiwa kwa kuwa ni batili baada ya kukiuka kanuni, mkurugenzi wa uhusiano wa CUF Mohamed Ngulangwa ameonyesha kushangazwa na uamuzi huo kujitokeza wakati huu licha ya kuwa umepita muda mrefu. Amesema inawezekana kauli za mwenyekiti Profesa Ibrahim Lipumba zinahusika, sababu tulikuwa wa kwanza kutoa tamko la kutotambua uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Huo ni msimamo wa vyama mbalimbali na hata jumuiya ya kimataifa imesema hakukuwa na uchaguzi. Aliongeza na kusema kuwa baraza kuu la CUF lilibadilisha kanuni kuruhusu mshindi kupatikana na kura nyingi na sio lazima iwe 50% sababu ya wingi wa wagombea uliokuwepo. Hata sisi walibadilisha kanuni katika uchaguzi wao wa ndani wakaruhusu wagombea wote wapigiwe kura.